sana. Tufahamu majina yako na utuambie vijana umewaamini na mwisho wa siku ukawasapoti na wanafly bila shaka. Vipi mapokeo yao mara baada ya kufuata na wewe pia ukaona kwamba ni vema ushiriki na uwasapoti? Kwanza tuanze majina yako. Ya, asante sana. Kwa majina naitwa Zakaria Kwanza Shirikale. Ni mdhamini wa timu ya Lifestyle ya Itubukiro. Ndio. Na ni mdau wa michezo. Ndio. Ni mdau wa siku nyingi sana katika michezo. Lakini tu kitu ambacho mimi nikizungumze kama kiongozi na mdhamini wa timu hii, niwashukuru sana Bariadi FM kwa muda wa miaka 5 kwa kuzidi kuweza kuinua vipaji na kuweka mahusiano makubwa sana ya kimchezo katika mkoa wetu wa Simiyu na viunga vyote, kwa maana kila sehemu imekuwa ni hivyo. Lakini katika kata yetu ya Itubukiro ya Lifestyle ndo wanaanza kushiriki mashindano haya, lakini baadhi ya timu zingine kwenye kata yangu huko zimeshashiriki Kiarahara pamoja na Mwambarange. Lakini sasa hivi tayari timu hii ilikuwa imejikita sana kushiriki mashindano nje ya wilaya Magu. Na mwaka jana wamecheza mpaka fainali kombe huko Magu. Lakini vile vile sasa baada ya kuona hivyo, mwaka huu walinipigia simu akaniambia tunahitaji kwamba tuingie Bariadi FM. Nikasema tayari mimi nawaruhusu, na kama kuna changamoto ya kifedha kuchukua fomu na mambo mengine niambieni haraka ili mkachukue fomu haraka, nataka mwe wa kwanza. Lakini baada ya hapo kocha huyu aliponipigia simu pamoja na msemaji wa timu na wazee wa eneo langu kaniambia wanahitaji support kubwa. Nikaambia kwamba mimi ni mtoto wa mjini na mjini kila siku nao. Sasa mwaka huu tutakutana nao kwa sababu jana wengi walikuwa wanawatumia sana wanatoka katika maeneo yetu. Sisi tuko mpakani wa Magu, lakini kwa kweli sisi uko mpira ndio umetulia na hatuna mbamba. Ninajua kwamba mwaka huu kombe itaenda vijijini. Itaenda namba 1, lazima tuchukue. Tuna mipango mikubwa kabisa kwa ajili ya kuchukua hili kombe hili. Ya kocha anafahamu namna ambavyo pengine matako yake ya usajili anachotamani kwamba ili afikie malengo na awaridhishe nyie na yeye pia aweke historia, lazima awe na usajili ulio bora kabisa. Pengine alishawahi kufikishia sasa mahitaji yake na nyinyi sasa mmefanyia kazi. Ya, asante kabisa. Kocha wetu kashahitaji na ameleta mahitaji yake ya wachezaji kwamba anahitaji wachezaji wa namna gani. Na kwa sababu ye mwenyewe ni mdau wa mchezo, ameshashiriki sana kuangalia, akasema kwamba anahitaji wachezaji wa namna gani. Sisi bwana, pesa ipo na akihitaji mchezaji yote yule sisi tutamleta. Kwa sababu lengo tu mazuri kwa timu inapoanza kushiriki. Nadhani kama mnakumbukumbu mwaka 99 Mtibwa Sugar inapanda daraja 97, 98, 99, 2000 nachukua kombe mara 2 mfululizo. Timu za Simba na Yanga hawakuweza kuchukua. Lakini vile vile kuna timu kama Coastal Union, Tukuyu Star, Mbeya huko, kitu. Lakini 98 mnakumbuka kombe la Muungano wanachukua moja Usengea kulikuwa na Simba Yanga. Kwa kuna vitu vya kujiandaa na kuona kwamba nini mahitaji. Unaweza ukasema Bariadi wanachukua ubingwa, lakini hao wachezaji wa Bariadi tukawachukua sisi wakaja kushiriki kule. Wakawa ni wachezaji wetu kwa sababu mfuko unaongea kwa. Haya bwana. Haya bwana. Nimesema wewe mtoto wa mjini bwana. Mimi ni mtoto wa mjini. Nadhani naliki mimi ni mtoto wa mjini. Kwa sababu najua na wachezaji wengi. Tutachukua tu. Haya bwana. Ngoja nirejee kwa